Na kwingineko, wananchi waliozuiliwa kwenye seli feki katika mtaa wa Makaburini katika kaunti ya Kakamega wameelezea masaibu waliopitia katika seli hiyo, wakitaka vyombo vya usalama kuingilia kati ili wapate haki yao. Claire Nyako ni mwanahabari wa Runinga Magharibi. Wakiongozwa na naibu chifu wa kata ndogo ya Makaburini Isaac Juma, anasema alipata ripoti kutoka kwa wananchi wa eneo hilo waliosema kuwa kulikuwa na kundi la vijana waliojifanya maafisa wa polisi kwa kuwanyanyasa wananchi. Wa sub location jirani akiniambia iwapo ninaufahamu kwamba kuna jumba ambalo linatumika kama cell Makaburini. Ambia sina habari. Akaniambia kwamba kumefunguliwa jumba ambalo linatumika kama cell na watu wanapigwa. So ndipo nilianza kutafuta ukweli wa mambo. So yule nilimwendea kwanza kabisa alikuwa ni mzee wa mtaa wangu village elder, ambaye alikonfirm, alidhibitisha kwamba kweli kuna chumba ambacho hawa watu wanawekwa. Baada ya kutafuta ni akina nani, tumekuja kwa ground, tumepata ni ukweli. Aidha, wananchi wanadai watu wasiojulikana walikamatwa na kuzuiliwa katika kituo hicho, wakidai kutoa faini ya shilingi 300 na kuchapwa na hata kunyimwa chakula. Inasemekana watu wengi waliweza kuathirika katika hiyo seli. Watu walikuwa wanashikwa, wanawekwa pale, wamama na wababa wanapigwa, wanafungiwa pale hata zaidi ya siku 3. Kwa hivyo wale watu wa pale walikuwa wametengeneza pale kama seli yao ya polisi, na walikuwa wanasema kwamba wamepewa mamlaka. Hata hivyo, wengine wanataja kwamba wengi wao walikuwa walevi katika seli hiyo. Nitoa tu kwa mlango, sikujua yenye wananipeleka chenye kinaendelea. Kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachapa, pia mimi nikaingizwa huko na nikalala huko siku 3 kana chapa. Sasa sikujua chanzo nini. Hapo ndani walikuwa wameweka ndo na mitungi 2 ya maji. Alafu sasa makosa yenyewe chanzo muhimu. Ndani kakaa ikafika saa 6 usiku. Saa 6 usiku sasa ndio ikaanza sasa viboko. Walinichapa hii mapacha si mapacha. Watu walikuwa ndani, wanaume na wanawake, tulikuwa mchanganyiko ndani yake. Tulikuwa watu 9. Niliacha mtoto. Kufika nikakaa chini akaambia anzeni kazi yenu. Mimi nikasema wa mama wakaanza kunipika. Wakaninyang'anya vitu ilikuwa kwa matiti, simu, pesa, simu moja nikapata, ingine sijapata. Hakuna. Asubuhi aliniambia tuende ukae na mtoto. Mwenye atashughulika apeleke mtoto shule. Kani mlevi, akipigwa alikuwa mlevi ndiye arudi soba kidogo. Alipigwa sana juu ya ulevi. Liguru wa kijiji. Ndiye aliona kama wamama wamepewa discipline na wamebadilika, hata wababa wafanye nini? Wapigwe. Vitengo vya usalama vinaendelea na kuwatafuta waliojihusisha na visa hivyo. Nikiarifia Runinga Magharibi Wikendi, jina langu ni Claire Nyako.